sana kwa sababu ya mapokeo, anaweza akakwambia yalikuwa na uwepo. Hatukatai yalikuwa na uwepo, sawa, hamna shida. Unaposema yalikuwa na uwepo, Biblia inatuambia kwenye Kutoka sura ya 24 ya kwamba lile wingu likaja likaufunika ule mlima wote. Maana kulikuwa na uwepo. Kwa hiyo kulipokuwa na huo uwepo, Mungu akasemaje? Yaani mimi kwenye yale maombi nimelia, sijawahi kuona mtu mwingine, yaani sijawahi kuona kama nimewahi kulia hivyo tangu mimi niokoke. Sawa, ulipolia Mungu akasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ni muhimu sana. Hata unapokuwa katika maombi na ukaona wingu la Bwana limeshuka na ghafla ndani yako ikaingia huzuni na ukajikuta unalia, tunasema okay, ni huzuni ya Roho Mtakatifu. Kama ni huzuni ya Roho Mtakatifu, inakusemesha nini? Maana utaishia kulia, na ukishamaliza kulia tunasema kwa siku ya leo imetosha, tunaondoka. Ni wangapi baada ya kuipokea huzuni ya Roho Mtakatifu, na Biblia inatuambia huzuni ya Roho Mtakatifu huleta toba, wanasikia kile ambacho Mungu anawasemesha kutoka kwenye hiyo huzuni? Kwa sababu kulia haisaidii. Sasa hatusemi kulia ni mbaya, lakini at least maana yake nini? Maana yake ni kwamba hilo wingu la utukufu limekuja likafunika mahali mlipo. Baada ya kufunika, umepata nafasi ya kumsikiliza Mungu anasemaje. Na hapo ndio kitendawili, kwa sababu nilisema jana na nikasema na asubuhi leo alfajiri, nikasema unajaribu kuvuta picha unapomruhusu mtu kwamba chukua kiti chako, kaa pale pembeni na umsikilize Mungu anasemaje. Tumekaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kukwambia haya maombi hayakunoga kabisa, kwa sababu tumefika hata hamna tena kuomba. Hamna tena kuomba maana yake ni na tumekupa nafasi uombe. Na maana ya maombi ni mazungumzo. Kama ni mazungumzo, awamu hii tumesema tuna maombi ya ukimya. Msikilize Mungu anasema nini. Biblia inasemaje? Baada ya lile wingu kufunika ule mlima, hawakuisikia sauti yoyote. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, hakuna kitu kinasema. Siku ya saba ndio Bwana anamsemesha Musa kutoka kwenye wingu. Ngoja nikuulize kitu. Ingekuwa ni wewe unaitishwa maombi, siku ya kwanza hakuna kitu Mungu ameongea, wako kimya, lakini unaona kama kuna kauwepo fulani hivi. Kuna kama kuna kauwepo, lakini Mungu hajaongea. Siku ya kwanza, siku ya pili Mungu hajaongea, siku ya tatu Mungu hajaongea, siku ya nne Mungu hajaongea, siku ya tano Mungu hajaongea, siku ya sita Mungu hajaongea. Bado tungekukuta mlimani au kwa ushasema muondoka. Unasema leo ni siku ya nne na bado sijaelewa kitu. Basi unatufundisha nini? Jana, na hii ndio point yangu ya mwisho. Jana nikawaambia jambo nyingine, na hii ni kwa faida wewe ambaye uko jana. Na sijui kwa nini Roho Mtakatifu ameniambia hiki, amenirudisha huko. Na sikuwa nimetaka kabisa kurudi. Lakini jana nikawaambia mmoja kati ya viashiria vya mtu ambaye ameondokewa na utukufu wa Mungu kwenye maisha yake ni kukata tamaa. Anakata tamaa. Ukishaona unakata tamaa haraka kwenye maisha yako juu ya jambo lolote hili ambalo una uhakika kwamba Mungu ndiye aliyekuwa amekusemesha juu ya hilo jambo, alafu ghafla ukalikatia tamaa, tafsiri yake ni kwamba utukufu wa Mungu kwako umeondoka. Na Biblia inatuambia wazi kabisa, huo utukufu wa Mungu ukishaondoka lazima ukate tamaa. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambiaje? Kuanzia siku ya saba aliyekuwa amesemeshwa Musa, na aliposemeshwa Musa aliondoka kapanda juu. Nikawaambia watu jana, unapokwenda kusoma Kutoka 31 mstari wa mwisho ule wa 18, alafu ukasoma Kutoka 32 ule mstari wa kwanza kuendelea mbele, utaona kitu hiki. Musa aliendelea kudumu kwenye ule mlima kwa siku 40 akiwa anamsikiliza Mungu. Siku 40. Hakukata tamaa kwa sababu
bado Musa alikuwa yupo ndani ya ule uwepo, ndani ya ule utukufu, alikuwa bado amefunikwa. Lakini Biblia inatuambiaje? Kwenye sura 32 unaposoma kuanzia ule mstari wa kwanza, hao wana wa Israeli, kwa sababu utukufu wa Mungu ulikuwa umeshaondoka juu yao, kilichofuata walikata tamaa na wakaona Musa amechelewa. Wakamfuata Haruni, wakaenda kumwambia, ututengenezee ndama, maana hatujui ni kitu gani kitakuwa kimempata Musa. Hawakuweza kuvumilia tena. Na tunapofika hapa ndipo unapomkuta binti au kijana ambaye Mungu alishamwambia kwamba nitakupa ndoa nzuri, nitakupa mume mzuri, nitakupa mke mzuri, anajikatia tamaa kwa sababu ameondoka katika ule utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaanza kuona heri mimi nipate mtoto wangu mmoja, basi nitamlea, atanisaidia huko kwenye maisha. Heri nizae. Mwisho wa siku anazalishwa, anatelekezwa, anaachwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anazalisha mtu, anamwacha. Baada ya kukupa mimba ndio anakuja kugundua kwamba mimi siwezi tena kuishi na mwanamke. Tunamuuliza, lakini ndio uliyembebesha mimba. Maana wakati unambebesha mimba, uliona unaweza kuishi naye. Kuna kitu gani kimetokea? Unafika mahali unasema tena huyu siwezi kuishi naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikasema moja kati ya kiashiria au ishara ya kwamba umeondoka katika uwepo au utukufu wa Mungu, au utukufu wa Mungu umekuondokea kwako, ni kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo tunafanya recap ya jana, lakini mimi nataka niendelee mbele kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 nikusemeshe mambo mengine matatu. Lakini mambo niliyowasemesha jana sikutaka nirudie, lakini niliwasemesha kwa habari ya kujitenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwasemesha kwa habari ya kujitenga. Nikawasemesha kwa habari ya kutengeneza madhabahu. Nikawasemesha jambo la pili, kutengeneza madhabahu. Jambo la tatu nikawasemesha kwa habari ya kufanya toba, kwa maana walinyunyiziwa damu ya agano. Na leo tena tutaona actually vile vitu vyote vitano tulivyopitia jana, na leo vinatajwa huku. Lakini jambo la nne nikawasemesha kwa habari ya kumwona Mungu. Biblia inasema kwenye ule mstari wa 9, wa 10 na wa 11, walimuona Mungu. Kutoka 24 mstari wa 9, wa 10, 11, Biblia inasema wakamuona Mungu pasipo Musa kuwawekea mikono. Baada ya wao kujitenga, wakamtengenezea Mungu mahali pa kuhudumu. Tunakwenda sasa, wakafanya toba. Kitu cha nne kilichowatokea wakiwa mlimani ni kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tano, utukufu uliowafunika. Na nikasema ule utukufu uliowafunika uliwapa mambo mawili, subira. Lakini sura ya pili ambayo nikasema tutaiongelea leo, Biblia ikasema ulikuwa umefunika katika mfano wa moto. Nikasema hii tutaiongelea vizuri leo. Fungua kitabu cha Waebrania sura ya 12. Kumbuka tunatembea kwenye maombi ya kufunikwa na wingu la utukufu. Kufunikwa na wingu la utukufu. Kufunikwa na wingu la utukufu. Ndio ajenda yetu kuu ya maombi, kufunikwa na wingu la utukufu. Na kukaa humo, na kudumu humo, na kuishi humo. Na Kristo akija anatukuta humo. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania sura ya 12 tutasoma kidogo kidogo ili tuangalie yale mambo ambayo yako mle ndani. Lakini leo pia nitakusemesha mambo mengine kama matano ambayo yanafanana na yale ya kule. Lakini tunaendelea mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 14 mpaka wa 29. Lakini tutasoma kwa mafungu. Mstari wa 14 Biblia inasema hivi: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kidogo kidogo ili unielewe. Ningeweza kusoma mpaka mstari wa 29,
lakini haitakusaidia. Twende kidogo kidogo kwenye mstari wa 14. Nataka nikusomeshe mambo mawili. Anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Jambo la pili anasema pia tafuteni na huo utakatifu ambao hakuna mtu ambaye anaweza kumwona Mungu asipokuwa na huo utakatifu. Kwa hiyo haya maandiko yanawaelekeza wacha Mungu, mstari wa 14 peke yake, kufanya mambo. Jambo la kwanza, kutafuta kuwa na amani, sio na watu wachache. Anasema wote. Anaposema wote, hilo neno wote ni kama Biblia inamaanisha hivi: tafuteni kuwa na amani na watu wema na waovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tungetaka kuandika hii Biblia katika mfumo ambao ni wa Kiswahili au lugha ya ufafanuzi, maana yake huu mstari ungepaswa kusomeka hivi kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wema na waovu. Ndio maana ya watu wote. Maana ukisema watu wote wako kwenye makundi mawili. Kuna kundi la watu wema na kuna kundi la watu waovu. Sasa Biblia inasema tafuta kuwa na amani na watu wote. Kwa anaposema watu wote, maana yake utafute kuwa na amani na kundi la watu wema, lakini pia uwe na bidii katika kutafuta amani pamoja na kundi la waovu. Sasa unajua wazi kwamba hakuna shida kwenye kuitafuta amani, hasa kwenye kundi la watu wema. Huko hamna shida, kwa sababu hawakufanyi chochote, ni wema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuitafuta amani katikati ya kundi la watu wema haina shida, hiyo haimsumbui mtu yoyote. Kipengele kinakuja kwenye kutafuta amani, tena anasema kwa bidii, kwenye kundi la watu waovu. Sasa kama kuna kutafuta amani kwenye kundi la watu waovu, tafsiri yake, na ukumbuke mimi nasema na mtu mwenye haki, nazungumza na mtakatifu, nazungumza na mtu ambaye tayari anamjua Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tunasema ni kwa njia gani unaweza ukaipata amani ya kwako kutoka kwa watu ambao ni waovu. Maana yake nini? Maana yake ni hii: hata wewe usipowauzi wao watakuuzi. Je, unapoudhiwa amani yako bado itakuwepo? Na maana yake ni, sikiliza, ili amani yako iwepo ni lazima waliokuuzi pia wawe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Unayo hiyo jitihada ya kutafuta amani na watu ambao wao ndio wanaokuudhi. Haleluya. Na anasema jambo hili lifanyike kwa bidii. Jambo la pili la kuiwekea bidii, anasema pia tafuteni kwa bidii na huo utakatifu ambao hakuna mtu anaweza kumwona Mungu pasipo utakatifu. Unasema unajuaje kwamba huwezi kumwona Mungu usipokuwa mtakatifu? Ndio maana kwenye Kutoka 24 Biblia inatuambia hivi: kwanza wakajitenga, pili wakajenga madhabahu, tatu wakajitakasa kwa damu. Walipojitakasa kwa damu, hatua ya 4 Biblia inasema wakamwona Mungu na hizo mbingu katika usafi wake. Walipojitakasa wao, ndipo wakamwona Mungu. Walipojitakasa wao baada ya kunyunyiziwa damu, Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka, ni ile damu ya agano. Waliponyunyiziwa hiyo damu ya agano, wakajitubia
walipojisulubisha mbele za Bwana, ndipo wakamwona Mungu na hizo mbingu katika usafi wake. Haleluya. Kwa leo Waebrania anafafanua zaidi, anaonyesha ya kwamba kumbe imetupasa kuwa na bidii katika kutafuta utakatifu, maana ndiyo njia pekee ya kumwona Mungu. Maana yake ni haina mbadala. Ili uweze kumwona Mungu ni lazima uwe umetakasika. Maana yake ni ukimwona Mungu, kwa mujibu wa Biblia, ukimwona Mungu na huna utakaso, huwezi kuendelea kuishi au ishi. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa jambo la kwanza ni kujua kwamba imetupasa kuwa na amani. Amani ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kukusaidia kutunza au kukaa katika utukufu wa Mungu. Kama huna amani, sio rahisi kujitunza katika uwepo wa Mungu. Ukikosa amani, sio rahisi kukaa katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Na jukumu hili umepewa wewe. Anaposema tutafute kuwa na amani na watu wote, maana yake wewe inakupasa uitafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Sasa unasema mimi nitawezaje kuwa na amani na watu wote na kuna watu wana makwazo? Ndio maana ni vizuri sana ujiepushe kukwaza, lakini jiepushe na mazingira ambayo yanaweza yakakutengenezea makwazo. Jiepushe na mazingira yanayoweza kukutengenezea makwazo. Kimbia makwazo. Kimbia makwazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka jana mimi ni mwepesi kidogo wa hasira. Yaani nina hasira za karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka jana nilikuwa na mtoto wangu mmoja hapa. Huyu mtoto akawa na kuna zile message ambazo natumiaga watu wakati mwingine. Nilikuwa napenda kuzituma sana nyuma na nilikuwa nasema tutumie tu. Nikasema siwatumii. Kwa sababu kwanza hata nao watumia hawanunulia hata bando ya mwezi mmoja hapo kwa Manuel. Anapenda atumie hizo message. Hajawahi hata siku moja kuniambia baba na kununulia zile message 1000 kwa shilingi 1500. Ni shilingi 1500 kwa Manuel. Nimeacha kuzituma kwa sababu 1500 sasa hivi nanunua Pepsi baridi na biskuti kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema ni baba uzitume tu, yani kwa kweli safi kabisa. Asijue kwamba mimi naamka usiku naanza kutuma message na lazimisha. Pengine hayaendi unarudia ili ifike tu kwa Mama Noeli, imfikie afurahi. Nikasema sasa shida yote nazidi kukonda. Mama Noeli anazidi kunenepa. Akasema sijui. Nikaacha. Sasa yale message yale ndio kwa nayatuma. Zinaenda kwa kila mtu. Huyu mwanangu huyu mmoja, mimi hata sijui kama hiki ameolewa. Mimi najua ni binti yuko kanisani. Mkikaa humu, msifiche maisha yenu wakati mwingine. Yaani mtu anakaa, mimi najua ni binti, kumbe mwenzangu eti ameolewa na anaishi na Mungu. Na mimi najua ni binti. Kwa hiyo sasa kwa mimi natuma zile messages zinaenda kwa kila mtu. Sio yani ile zile za kujibishana. Nyinyi nafikiri mnajua huko. Sio message kwamba eti mimi na wewe tunajibishana, tunafanyaje. Ni message tu nimetuma kwenye zile bulk, zinaenda kwa watu wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile message zile sasa wakati mwingine unakumbusha mkesha, jamani tukutane kwenye mkesha leo. Cha ajabu kuliko vyote. Yule ambaye anaitwa mume alipokwenda kwenye simu ya mwenzake, yeye akatafuta message ya mkesha. Hizo nyingine zote hazioni. Akatafuta tu ya mkesha. Na kwenye hiyo message ya mkesha hasomi mkesha wa maombi. Yeye anataka tu usiku. Leo usiku
Kwa anasoma nusu. Hasomi kitu kingine, anasema leo usiku. Leo usiku nini? Hii message inasemaje? Mbona uisomi yote leo usiku nini? Alafu akatafuta maneno mawili. Kwenye message nzima yeye alisomea maneno mawili. Leo usiku na neno lililosema tukutane. Anasema kwa nini mchungaji umetuma message? Nikamwambia no, nionyeshe message. Message ni kubwa ndefu, lakini anasoma maneno mawili. Leo usiku na tukutane. Kama hiyo message ya leo usiku tukutane, naomba unionyeshe mimi nione message ambayo imeingia kwa huyu mwanamke inasema leo usiku tukutane. Hebu nionyeshe. Maana kwanza sijawahi mimi cha ajabu kuliko vyote. Yule dada sijawahi hata ile ya kuambiana, unajua kuna wengine humu at least kuna mambo tunaelekezana. Unaweza ukamtumia message kumwambia bwana, hebu naomba haya uende pale kanisani ukafunge mlango. Huyo sijawahi hata kuwa na personal chat. Yaani ile kwamba sasa tunajibizana. Yaani yule ukienda kwenye namba yake unakuta ni zile message tu za usikose ibada, mkesha, maombi. Ndio hizo unazozikuta. Na mbaya zaidi hajawahi kujibu hata amina. Kwa hiyo ni message ambazo kwake tu ndo zimeingia, lakini kwangu hazijawahi kufanya nini? Hazijawahi kurudi. Sasa nikawa namlazimisha huyu kijana, kwa sababu yeye aliponikuta na akatambulishwa sasa. Kwa jamani, nani? Huyu ndio baba mchungaji. Sasa mimi wakati natambulishwa nikasema okay, labda atanijibu naye nikataa. Kumbe huyu sasa ni mume. Ametukuta tunaongea. Ndio baba. Alipokuja nikaona ametambulishwa kwamba huyu ni mchungaji. Alipomwambia huyu ni mchungaji, akasema ndio nilikuwa namtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikasema okay, hapa nataka sala ya toba. Kumbe sio sala ya toba. Anataka anisomee kipande cha message. Leo usiku tukutane. Nikapata kuna message ya namna hiyo. Hiyo message iko kwenye simu. Ndio, yaani mpaka nikamnyang'anya ile line. Nikasema nakaa nayo mimi. Eti kwa hiyo amekaa na ile line. Zile message za kwangu zikija anaangalia tu message anazotuma huyo mtu. Nikamwambia haya, nionyeshe basi hiyo message. Kwenye hiyo message ya Kenda ina maneno mengi, ila yanasoma ya kwake matatu. Leo usiku tukutane. Namwambia kwa hiyo hii message imeandikwa, hii message yote hapa imeandikwa leo usiku tukutane. Yaani hii message yote hapa imeandikwa leo usiku tukutane. Hapana, lakini kwa nini unataka kukutana na wake za watu usiku? Nikamwambia na haionyeshi kwamba tunakutana kanisani. Kwa hiyo mimi naita wanawake wote twende tukutane kanisani. Kweli? Haya tu, okay sawa. Nimeita wanawake wote twende tukutane kanisani. Alafu wewe unafikiria kwa hiyo hapo kwa hiyo ni hapana. Kwa mchungaji anayejiheshimu huwezi kutuma message ya namna hiyo. Yaani yule jamaa alipokuwa ananiongelesha nikasema huyu ndiye anaongea kitu gani? Ni kama amechukua kipampu anapampa hasira namna hiyo. Sasa kutaka na stick mambo inageuka hivi tumbo unabilikita. Sasa jamaa anajifanyaje lakini kwa nini anaongea vitu ambavyo havipo? Nikajitahidi kumwelewesha kwamba kijana kwanza uko unakoelekea siko. Huyu ni binti yangu. Ninamheshimu sana. Alafu ninachokiona umeingiza mawazo ya uchafu. Na sasa naona kama unanikosea heshima kwa sababu hicho unachokiongea, yaani sasa kati ya mimi na huyu ni kitu ambacho hakipo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka ninazungumzia kuepuka makwazo. Unakutana na watu waovu na unatakiwa uwe na amani nao. Unajua kijana ameanza kunipandishia sauti na anakuwa mkali kabisa. Si ile asili yangu ya kule nyuma ikataka kuanza kuja. Nikaona isiwe tabu. Nikamwambia kijana, nikamwambia kitu, wewe huna uwezo wa kunifanya kitu chochote na nitakuvuruga. Yaani nitakuvuruga. Usinitishe. Nikasema, mimi sitishiaje, mimi nafanya. Ni kwa vile tu hunijui. Ukweli ndani yangu ninajisikia kabisa kwamba sasa huyu ni mkusaji. Ili ajue sitishi. Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo huwaga napendaga sana kuonyesha, napendaga kumuonyesha mtu ajue kwamba namaanisha. Yaani mimi namaanisha. Kama umezalia na kutishia, ngoja nikuonyeshe namaanisha, sio kwamba natishia. Kwa hiyo kipi kataka
unamtishia kwamba huyu muonyeshe kwamba unamaanisha, sio kwamba unamtishia. Na sasa hiyo hii kitu inazungumza huku ndani kwamba muonyeshe kwamba unamaanisha, ni kama imeshanisaulisha kwamba mimi nimeokoka na mimi ni mchungaji. Yaani imeshanisaulisha. Kwa hiyo kweli ni kama ninamsogelea yule kijana, lakini lengo ni moja. Ni muonyeshe kwamba mimi namaanisha kwamba nitakuvuruga na huwezi kunifanya chochote. Tunakwenda sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nasogea, ukweli binti tena ndo akanambia, yaani nafikiri sivyo Mungu alitumia. Ndo akanambia baba, nafikiri tu ungemwacha. Ukweli ndio ufahamu unanijia. Aliponiambia baba, nafikiri tu ungemwacha, ndio ufahamu unanijia kwamba wewe ni mchungaji. Yaani iwe utampiga, iwe utafanyaje, hakuna sifa yoyote ya ziada. Sana sana tu utaingia kwenye historia kwamba umepigana na mtu mtaani au umepiga mtu mtaani. Lakini angalia inapokuwa kubwa sasa, umepigana na mwanamke kwa ajili ya mwanamke. Mchungaji umepigana kwa ajili ya nani? Ya mwanamke. Mlikuwa mnamgombea nani? Binti. Kijana amekukuta na binti ambaye ni wa kwake, na wewe ulipoona kwamba amekuingilia, mchungaji ukaamua kumpiga nani? Kijana. Nilipokumbuka kwamba mimi nimeokoka na mimi ni mchungaji, sikuwaaga wote wawili, nikaweka mikono nyuma hivi, nikaondoka kama mjinga. Lakini huku ndani kuna kitu kimoja kinasema utaonekana dhaifu sana. Yaani unaonekana dhaifu sana. Hebu vuta picha, huyu kijana akikukuta mtaani anakuonaje? Yaani anakuona kama zezeta mjinga. Ungemuonyesha kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini njia pekee ya kukwepa lile ilikuwa ni moja. Ni mimi kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikaondoka taratibu kama mjinga. Lakini wakati naondoka, bado mahangaiko yapo. Yaani anaonyesha kwamba na wewe una uwezo fulani kwa kufanya jambo, ungefanya. Ninasema hivi, ili uweze kuipata amani, sio ngumu kuitafuta amani kwa wema, ni ngumu kuitafuta amani kwa waovu. Kwa sababu wakati unaitafuta wanakukwaza. Amen. Amen. Na wakati naondoka, bado kaniendelea kuongea nyenye. Na nisikilize, haikuishia pale. Ilinichukua muda kuja kuondoa kabisa. Ukweli niliondoka pale mbele ya ushirika. Lakini kitu kingine nikasema, udogo anijui, inabidi tumalizane mimi na yeye uko pembeni. Kwa hiyo nilichofanya, nikaenda nikachukua picha ya plate number ya pikipiki. Nikatafuta mpaka nikajua nakikiwe. Niliondoka kwa kigezo cha ni mchungaji, nimeokoka, nikaondoka. Lakini ndani yangu bado palipigia kelele. Nikanichukua siku kadhaa ndio nikagundua siko. Nakwenda siko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninakwambia hayo nikiwa nachunga hapa. Na nakuchunga wewe. Namna ya kupambana tengeneza amani. Alafu unapomkuta unatakiwa umsalimie. Salama bwana. Amen. Haujambo aisee. Anakuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na amani, jambo la kwanza. Jambo la pili, utakatifu. Ndio maana Biblia inasema iweni na hasira, lakini msifanye nini? Msifanye nini? Jambo la tatu. Mstari wa 15. Biblia inasema mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi
kwa hilo shina la uchungu lililochipuka ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekupa mfano, ndio maana nimekwambia mapema. Niliepuka makwazo, nikaepuka, nikafanya nini? Nikaondoka. Lakini wakati naondoka, bado huku ndani kuna nini? Kuna uchungu. Yaani amenionaje? Kwa nini? Kwa nini? Na ule uchungu ukawa na wenyewe unadai kama tusiishia hapa. Dereva bodaboda anataka nitishe. Onezo sasa. Ni kama ningekuwa mbele ya Yesu, Yesu angeweza kuniuliza usitishwe wewe nani? Yaani tofauti na kwamba wewe ni mchungaji wa kanisa la Mabati pale. Nini kingine? Yaani usitishwe wewe nani? Mimi tu Yesu nilitishwa. Wewe nani usitishwe? Au ni kwamba Yesu alimshikia hadi mama? Bwana Yesu sasa. Hutaki utishwe wewe nani? Anasema mjiangalie sana shina la uchungu lisije likachipuka, na likisha kuchipuka likaleta uharibifu na wengine wakatiwa najisi kwa sababu ya hilo. Lakini nazungumza kwa habari ya neema. Neema ya Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kumbe miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuondoa neema ya Mungu kwenye maisha ya mtu ni shina la nini? Shina la nini? La uchungu. Kinachozuia neema ya Mungu isidhihirike kwenye maisha yako. Na tunaposema neema ya Mungu, maana yake ni, unajua maana ya neema ya Mungu? Au mwenye neema ya Mungu ni Biblia inasema hivi, ni neema ya Mungu kwamba hatuangamii. Ni neema ya Mungu kwamba hatuangamii. Lakini kama angeangalia uovu, yamkini labda hata wewe na mimi tungetakiwa tuangalie kabla tujafika kanisani, au kabla ya leo. Kwa kinachotufanya tusiangamie ni neema. Sasa anasema hivi kwenye huu mstari wa 15 kwamba shina la uchungu linahatarisha neema kuonekana. Kwa hiyo maana yake ni ili shina la uchungu lisionekane, maana yake neema inatakiwa iwe imefanya kazi. Kwa hiyo dawa pekee inayoweza kuondoa au kuua shina la uchungu lisionekane tena ni neema ya Mungu juu yako. Na kwa lugha nyepesi sana tunasema, lugha nyepesi ya kuelezea neema ya Mungu ni wokovu. Kwa hiyo anasema kinachoweza kuondoa, kinachoweza kukausha, kunyausha shina la uchungu ndani ya maisha ya mtu ni wokovu. Na hii ndio neema tuliyopewa, na hii ndio inayotusaidia hatuangamii. Hata katika mambo ambayo tungeweza kuangamia, kilichotutunza ni neema. Kinachotutunza ni neema. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niseme hicho kitu Roho Mtakatifu ananiambia kabla sijasema pointi ya ngapi? Ya 4. Kwenye ile neno la neema. Msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi ni kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ila waliostahili sio wote.
Nikueleze hiyo unielewe. Alichokileta Yesu duniani ni msamaha wa dhambi. Na Biblia inasemaje? Yeye ametutangazia msamaha wa dhambi zetu, sio moja, zote. Ndio maana yule mwimba tenzi akasema hivi, dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Sasa anasema hivi, dhambi zangu zote wala sio nusu zimewekwa wapi? Nani ameweka dhambi zako zote? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe siri. Kwa hiyo alipokuja Yesu alichukua dhambi. Yesu alichukua dhambi ya ulimwengu. Ndivyo Biblia inasema. Alipoichukua dhambi ya ulimwengu, ipi? Uasi. Akaichukua, akaipeleka msalabani, akaitundika. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa mkogo akaigongomelea msalabani, akiondoa kile kiambaza kilichotutenga na Mungu. Maana yake nini? Akatutangazia msamaha. Sasa angalia, baada ya kutangazia msamaha, Biblia inasemaje? Anayempokea ni yule ambaye ataitambua ile kazi ya msalaba kwa hiari yake, akaondoka kwenda msalabani na kumwambia Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimetambua kazi uliyoifanya. Mimi ni mwenye dhambi hizi zilizowekwa msalabani. Nami sasa kwa utashi wangu ninaomba kile kiambaza kilichonitenga mimi na Mungu, sasa kisinitenge mimi na Mungu, kiwe kati yangu mimi na hizo dhambi. Usipoenda kwenye huo msalaba, ule msamaha wako hauna maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Acha nisiendelee mbele hapo. Nitatoa mifano mingi sana wa kuelewa na kuwa amenielewa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo neema ya Mungu ndio kitu pekee kinachoweza kuondoa uchungu kwenye moyo wa mtu. Kwa hiyo neema ikipungua, uchungu unaongezeka. Neema ikipungua, uchungu unafanya nini? Ni kama direct proportion. Na uchungu ukipungua, maana neema inafanya nini? Inaongezeka. Ndio maana ni muhimu kuendelea kutunza hiyo neema ya Mungu, iendelee kuwa kubwa kwako, ili ikiwezekana uchungu utoweke, na utoweke usionekane tena. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4. Mstari ule wa 16 mpaka wa 21. Tutasoma. Tupate jambo la 4 hapa. Anasema mstari wa 16, asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka, Esau alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa alitafuta sana kwa machozi, maana hakumfikiria. Biblia haisemi hakufikiria, anasema, Biblia inasema mstari wa 18, maana hamkufikiria mlima uwezao kuguswa, uliowaka moto, wala wingu jeusi na giza na tufani na mlio wa baragumu na sauti ya maneno, ambayo wale walioisikia walisihi
wasiambiwe neno lolote lingine. Hiyo sauti ilikuwa inatosha, maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoamriwa. Hata mnyama akigusa huo mlima atapigwa kwa mawe. Na hayo yaliyoonekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha, hata Musa akasema, nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nisikilize hapa. Mstari wa 16 unasema kitu cha ajabu sana. Anasema hivi. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau. Wangapi mnafahamu Esau? Wangapi mnafahamu Esau? Okay, ngoja niwaelezee alafu tutajua mnamfahamu. Ingawaje yeye hawafahamu ila yeye anafahamu. Sasa sikiliza. Esau ni ndugu yake, kaka yake Yakobo. Ni kaka yake Yakobo. Huyu ndiye ambaye baba yake Isaka alimwambia, nenda unitengenezee chakula kizuri, uniletee nile nikubariki. Nauliza tena, wangapi sasa mnamfahamu Esau? Wangapi mnaifahamu hiyo habari ya kutengenezewa vyakula upewe baraka? Okay, kwa hiyo wangapi mnamfahamu sasa Esau? Huyu ndio tunamsikia. Mnaufahamu wa mtaani. Kwa nini ningesema mnamfahamu mnamaanisha nini? Waeleze sasa. Okay, wangapi mmewahi kumsikia Esau kwenye Biblia? Achana Esau baba yake na mimi mama yake. Wewe baba yako anaitwa Esau. Huyo hataki kujua. Wanaweza kusema maana hata watu wanakataa kusema hatumfahamu. Wanaweza wakajua tunazungumzia babu yake Mage. Hatuzungumzii babu yake Mage. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunazungumzia huyu baba anayeelezwa kwenye Biblia. Sasa huyu baba, Biblia inasema hivi. Mstari wa 16. Wala asiwepo mwasherati na mtu asiyemcha Mungu kama nani? Kama Esau. Ngoja niwaulize swali. Kwa nini mnachokifahamu? Hivi Esau alifanya mwasherati gani? Hapa ndio unaweza kusema Biblia inaongea kitu gani? Biblia inaongea kitu gani? Uasherati wa Esau ulikuwa ni nini? Anasema wala asiwepo mwasherati wala mtu asiyemcha Mungu kama Esau. Kwa nini kwenye Waebrania Esau anatajwa kama mwasherati? Alifanya mwasherati gani? Hai, natamani ingekuwa ni Jumatano siku ya sio maombi, ni kujifunza tukae hapo. Esau alifanya mwasherati gani? Tukae hapo mpaka siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema yeye ambaye aligusa uzalifu wake wa kwanza kwa sababu ya chakula cha siku hii, kwa sababu ya mlo, kwa sababu ya sahani hii, chips mayai, ikashika ubinti, ikaenda nao. Ukikuuliza ubinti wako uko wapi? Wewe unaona mayai na viazi vilivyopondoka. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine ukouliza, wewe ujana wako uko wapi? Unaona bisketi. Ana ujana ukishatoweka. Yaani ukimuuliza ujana, anaona bisketi kinachofanya. Ujana uko wapi wewe? Asa Esau. Biblia inasema wala asiwepo asiyemcha Mungu na mtu mwasherati kama Esau. Hapa anaendelea kusema yeye aliyeuza nafasi yake ya uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya sahani moja ya chakula. Viazi kimewekwa nyanya, alafu kuta nyanya mbovu. Wamekatakata hivi wakaweka na madhambi yaliyokuwa juani. Wamewekea pale. Maisha yako kisha habari ya biashara. Yamekwenda. Sasa ngoja nikwambie kitu ninachotaka kusema. Pointi hii Shetani anatumia tamaa ya kuiba baraka zake. Shetani anatumia tamaa ya kuiba baraka. Na wengi Shetani alipoingia kwenye maisha yao hawakujua
Shetani akija anakuja kuchukua vya kwako. Kwa hiyo angalia kitu hiki. Ndio maana sikiliza. Oh my Lord my God, asante Roho Mtakatifu. Sikiliza. Kosa lililofanyika kwa Esau ni nini? Baba amelala, akaita mtoto, akatamka. Asante Roho Mtakatifu. Akasema hivi, nenda kanitengenezee chakula. Wakati anasema kanitengenezee chakula, Raheli akafanya nini? Kwa hiyo kosa la kwanza kwenye baraka ya Esau ilikuwa ni Raheli kusikia vitu ambavyo Esau anatakiwa apewe. Maanake kama Raheli asingesikia mambo yanayotakiwa kutendeka kwa Esau angetoka kama kawaida yake, akaenda katika mawindo, akavunja, akapata mnyama, akamtengeneza, akarudisha, akampa mzee, na mzee akamwambia ubarikiwe. Imetoka hiyo. Esau angekuwa na baraka yake. Ndio maana nikawaambia watu wa asubuhi kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanachelewesha baraka zako ni kuwa mtu mwepesi kwa kusema, hata kama ni kwenye maombi. Ndio maana moja kati ya faida ya maombi ya ukimya, usipojisikia kutamka kwa nguvu, usitamke kwa nguvu, tamka wote huko ndani. Maana Biblia inasema yeye Mungu achunguzaye mioyo ya wanadamu anajua yale tunayotaka kuyaomba kabla hatujayatamka, kwa sababu anachunguza moyo. Ndio maana sio kila maombi. Pale mwanzo nikakwambia moja kati ya vitu ambavyo vinalitesa kanisa ni mapokeo. Ukimwambia mtu omba, anaanza kusema, Bwana umlinde na yule mchumba wangu, watu wote wasimuone. Mwingine ananisahau kabisa, anasema huyu Rebeka wangu, kwa Yesu najua ninavyompenda. Kumbe kuna lingine hapa linampendaga na lenyewe Rebeka. Likishasikia wewe unamwombea Rebeka, lenyewe linaanza kusema na mmoja yule Samsoni kwa Rebeka kwa jina la Yesu. Sasa huyu ndani unaanza kumwolewa na wewe unasema unamtengeneza Rebeka. Unamwolewa hapa. Kuna mtu ananielewa? Mwaka jana nikawafundisha hivi, nikawaambia. Nasema kama hujataka kukua kiroho kwenye kanisa huwezi kukaa. Nenda huko. Kafuate bendera utakapopewa tu. Sisemi kwa ubaya, lakini nasema lazima uwe tayari kupokea mambo mapya. Onesha sasa. Mwaka jana nikawaambia nyie watu, si kwamba maombi faya, yaani kuwa muumbaji na kusema maombi yalifanya, haiwezekani. Mnaingia kwenye maombi kuanzia saa 10:30, saa 11 mpaka saa 12:30. Yaani nyinyi ni mapepo tu. Maombi gani yale? Nasema tulikuwa kwenye ibada ya kuisali 1:30 nyinyi na mapepo. Hamna Mungu anaonekana. Hakuna wakati ambapo tunasema asante Yesu, tunakushukuru Bwana. Wewe ni mwema kwenye maisha yetu. Hamna. Yaani kwanza mnaanza ibada, tunasema leo maombi yalikuwa ni fire. Yaani tangu umeingia ni fire kwa jina la Yesu. Tunafumua, tunakukanyaga, nimekuvunja. Wewe